Wazazi mkoani Kigoma wameomba kuhakikisha watoto wao wanasoma dini ili kuepusha na matendo maovu yasiyofaa katika jamii. Hayo yameelezwa na Bi Zuhura Kitenge wakati akizungumza na UBA Kigoma baada ya kutamatika kwa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyofanyika leo Machi 15 mwaka huu 2025 katika ukumbi wa Kigoma Social Hall uliopo Manispaa Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Mashindano yaliyodhaminiwa na taasisi mbalimbali ikiwemo Ujiji Broadcasting Academy UBA, chuo cha uandishi wa habari na utangazaji kilichopo mkoani Kigoma, ambapo uongozi wa chuo hicho umetoa zawadi ya cherehani kwa mshindi wa kwanza wa kike katika mashindano hayo. Kwa majina yangu naitwa Zuhura Saidi Kitenge. Wazazi wenzangu na washauri, kwa sababu unapomsomesha mtoto dini hajapotea wala hajakosa elimu. Kwa sababu ninavyoelewa mimi kama mzazi wa Kiislamu na niliyosoma elimu ya Kiislamu, yote tunayosoma kwenye sekula, kwenye Qur'ani hapo. Na mtoto aliyesoma Qur'ani huwa hafeli sekula. Ukitafuta sayansi ipo, ukitafuta hisabu ipo, ukitafuta uchumi upo. Kwa hiyo kila kitu unachokisoma huku, history ipo. Kwa hiyo nawashauri wazazi wenzangu, tusibweteke kuacha kuwasomesha watoto dini, na hususa wakiwa bado wadogo, kwa sababu fursa ya mtoto ni kuanzia 1 mpaka 20. Akianza 21 tayari anaanza kukamuliwa kama ng'ombe. Leo mama njaa, kesho ada. Kwa hiyo fursa ya kusoma itakuwa kidogo inapungua. Kwa hiyo tuwasimamie, na waomba wazazi wenzangu, wanawake na wanamume, walio Waislamu na wasio kwa Waislamu, wawasomeshe watoto elimu za dini, hususa wakiwa bado wadogo kwa rika kama hili la hao wanaosoma. Ameongeza kuwa wazazi, serikali na viongozi wa dini wanao nafasi kubwa kuhakikisha watoto wanakuwa na tabia njema wakati wakiwa bado katika umri mdogo. Mashindano ya leo ni mazuri, yamenifurahisha, na kwa jamii wamefurahika. Lakini pia ni funzo, ni mwongozo katika mwendelezo wa dini yetu ya Kiislamu. Kwa maana ya kwamba sifa ya Uislamu ni kubeba yaliyo ya Uislamu katika vifua, si kwenye vitabu. Kwa washiriki walioshiriki wakiwa bado vijana wadogo, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwaongoza. Kwa maana hata Nabii Muhammad utume alipewa akiwa na miaka 45. Amekuwa. Sasa unapokuwa umempata mtoto mdogo anashiriki katika mambo ya dini, kikubwa ni kumfanyia muendelezo na kumtafutia namna gani ya kumpandisha zaidi, kumuondoa katika changamoto, maana akitoka kwenye utoto ataingia kwenye ujana. Sasa hapa kwenye ujana pana mambo hapa. Kwa hiyo ni lazima walioko pembeni, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa jamii, kuwasimamia watoto hao wasikutane na changamoto ya mmomonyoko wa maadili. Waliohusika kuandaa mashindano haya, nichukue fursa kwanza ya kuwapongeza, kwa sababu ni muono ambao ni adimu, si kila mtu unaweza kuupata. Kwa hiyo jamii na mimi pia tunawapongeza sana. Mungu awasimamie na awajalie kwa mwaka mwingine tena wafanye hivi vizuri na zaidi sana, na ikibidi kuwezeshwa basi wawezeshwe. Wakizungumza na UBA Kigoma, washindi wa mashindano hayo wameeleza namna walivyofurahishwa na uwepo wa mashindano na zawadi zilizotolewa, ikiwa ni pamoja na simu, pesa taslim pamoja na cherehani kwa mshindi wa kike. Kwa majina naitwa Sultan Ramadhan bin Said. Mimi ni mshindi wa kwanza na nilikuwa nashindania mashindano ya Qur'ani ahkamu tajwidi. Najisikia furaha sana kwa sababu ni kitu ambacho ni mara yangu ya kwanza kufanya, na ni kitu ambacho nimeweza kufanikiwa kwa hali kubwa sana. Kwa shukrani nyingi ziende kwa Mungu wangu, shukrani nyingi ziende kwa wazazi wangu, hasa mama yangu amenisupport katika kila jambo, na pia shukrani nyingi ziende kwa walimu wangu walionifundisha elimu hii mpaka kufikia katika wakati kama huu. Wasiwasi wangu nilipoanza kusoma vitu kama hivi, nilikuwa naona kwa leo hapa, nilikuwa naona kabisa kushika nafasi hii niliyopata, nilikuwa naona kabisa sitaweza, kwa sababu nilikuwa mshiriki wa kwanza na nilikuwa sijui wenzangu watakujaje. Kwa hiyo ndo maana nilikuwa na hope sana, nikaona kama sitaweza kushinda. Ushindi huu una maana kubwa sana kwangu, kwa sababu hichi ni kitu changu kwa mara ya kwanza kukifanya. Wapo wengi tu wa kuwashukuru. Wa kwanza ni mama yangu. Mama yangu nampenda sana na amefanikisha kila jambo mpaka mimi kufika hapa. Basi na kunizaa yeye, basi nisingeweza kufika hapa. Pamoja na baba yangu amenisupport katika kila jambo. Na wa pili ni maustadhi wangu wa awali walionifundisha mimi elimu mpaka nikajua kusoma Qur'ani. Na watatu ni ustadhi wangu Ustadh Makinga, amenifundisha baadhi ya vitu, nimeweza kuongeza vitu kutoka kwake na mpaka leo kufika hapa na
kushika nafasi ya kwanza. Shukrani nyingi ziende kwa wote. Kwa mimi nategemea kujiona mbali sana, kwa sababu bado nina hamu ya kufika mbali, ni msomaji mkubwa kama walivyo wasomaji kama kina Ankoidi, kina Rajai, na almarhum Mubarak Shaaban. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinu fil janna. Mungu ampunguzie adhabu za kabri kwa walipokuwepo. Na mimi nataka kufika niwe kama wao. Neno langu kwa watu waliohusika kuandaa mashindano haya ni kwamba wamejitahidi katika kila jambo na wamefanya jambo zuri, na sisi kama kwa niaba ya wasomaji wenzangu wote hatuna cha kuwashukuru, ila atawalipa Mungu jalali alikuwa juu. Majina yangu naitwa Muhammad Ramadhani Kivale. Nimetokea Morogoro, nimekuja Kigoma hapa kwa ajili ya kusoma masomo ya fani mbalimbali. Basi pia niliposikia hapa tena kuna mashindano, itabidi nijipinde tena kwenye kusoma Qur'ani, niingie ili mradi niweze na mimi kushiriki. Ndo kama hivyo, Mwenyezi Mungu amesaidia, ametia wasaa kidogo. Ndo hivyo, alhamdulillah tumetokea kwa washindi. Kwa tunashindania masala ya pesa na zawadi nyingine kadha mbalimbali. Na mimi kwa kweli najisikia vizuri. Jambo la kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo mpangaji wa mambo yote. Kwa hiyo sina budi kumshukuru yeye. Kwangu mimi najisikia vizuri pia. Alhamdulillah. Changamoto ilikuwepo kwa kweli, kwa sababu lazima wa mpinzani wako ujihadhari naye, ujue kajipangaje katika kiupande wake, na kwa jinsi alivyosoma ujue anaingia kwa mfumo gani na kwa sauti gani anayoitumia yeye. Ila ndio hivyo, baada ya kufika pale tu niliambiwa tu na walimu wangu huko nilipotoka kwamba natakiwa uwe na confidence, itabidi ujiamini. Ndio hivyo. Mimi kwa kweli nitajipanga upya tena, kama kutakuwa na mashindano mengine nitashiriki. Pia siwezi kusema labda mimi ndo najua, kwa sababu kila aliyekuwa kwenye elimu basi kuna mwenzake mwenye elimu zaidi pia hivyo hivyo. Kwa hiyo siwezi labda kujimwambafai, siwezi kujikuza kwa hichi kidogo ambacho nimepata. Ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio kikubwa hicho. Kwa majina naitwa Zulfa Abubakar Musa, nitokea Mwanza. Mashindano tulikopo tukiyafanya mashindano ya Qur'ani, hifadhi Qur'ani, juzuu 2. Kwa kweli najisikia furaha sana, kwa sababu kwanza hiyo imenipa hamasa ya kufanya juhudi zaidi siku zingine. Lakini pia ni vizuri, yani kwa mtu yote yule atakayefanya kitu akakipambania na akafaulu, nadhani hata kama sio mimi, kwa mtu mwingine pia atajisikia vizuri. Kwa kweli kwenye upande tuseme wa kuhifadhi hamna changamoto, kikubwa ni kufanya tu bidii. Kufanya bidii, kutenga muda maalum wa kusoma Qur'ani, kuipitia na kuhifadhi, hivyo tu. Kwanza kabisa unapokuwa unasoma lazima uchunge vile vitu maalum ambavyo ulivyoambiwa, lakini pia lazima uchunge mwenzako anapokuwa anasoma. Unaangalia zile sehemu ambazo anakosolewa. Huenda na wewe mwenyewe ukaenda ukaulizwa pale pale. Alafu ukaenda kushindwa aliyakuwa mwenzako pia amesoma hapo hapo na akakosolewa. Kwa hiyo pia inatakiwa umakini mwenzako anapokuwa unasoma, unaangalia pia. Kwa hiyo katika shule yetu pia wasichana kuna fani ambazo tunafundishwa ikiwemo na cherehani. Kwa hiyo hii cherehani ambayo ndo zawadi ndio pewa pia naona ni kama imekuja kuniongezea kitu. Inakuja kuniambia nifanye bidii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilika kwa taarifa hii kutoka katika chumba cha habari, mimi ni Sheila Ismaili.